yanashindikana, yanafanya pale. Ukumbuke hata Yesu wakati mwingine alipomaliza mfungo wa siku 40, siku ngapi? Wakati amemaliza mfungo ule wa siku 40, ghafla akachukuliwa na Roho mpaka nyikani. Mpaka wapi? Ili afanye ajaribiwe. Tuko pamoja? Wakati anaanza kujaribiwa kwa mara ya kwanza, jaribu la kwanza, anapoambiwa badilisha mawe yawe mkate kama wewe ni mwana wa Mungu, anasema imeandikwa. Imefanyaje? Linakuja la pili, anasema linakuja la tatu, anasema imeandikwa. Bado jamaa hajamwacha, lakini baadaye akasema Roho Mtakatifu akambonyeza, akampa signo, akasema mwambie toka shetani. Sema amina kubwa. Haikuwepo imeandikwa tena, ila Roho Mtakatifu akaachilia mamlaka, akaachilia utawala. Nasema Roho wa Baba, achilia mwongozo wema, achilia utawala ndani yako, kukabiliana na mambo yasiyokabiliwa, kupambana na mambo yasiyopambanika. Sema amina kubwa kwa jina la Bwana. Sema moto, sema moto, sema moto na waka. Haleluya tena. Hello. Sema amina kubwa tena. Tena ni msaidizi. Roho Mtakatifu ni nani? Yohana 14:16. Lakini nyingine ni Roho wa Bwana. Ni nani? Ni Roho wa Bwana, yani maana Roho Mtakatifu maana yake anachukua sura kama Bwana. Sema amina kubwa. Ndio maana wakati mwingine lazima uwe na madeko. Roho Mtakatifu yu ndani, anachukua sura ya Bwana. Sema amina kubwa. Sifa za Bwana mtoto alizo nazo, lakini tumesema ni msaidizi. Na nataka nikomelee msumari hapa. Roho Mtakatifu, Yesu mwenyewe ndiye anadhihirisha kwamba mimi naondoka, lakini nitawaleteeni msaidizi. Huyo atawaongoza katika kweli na kuwaweka huru. Sema amina kubwa. Sasa wengi wanachukua neno msaidizi kirahisi sana, lakini nataka leo kufungue msaidizi ni neno pana na zito. Na nini? Na nini jamani? Sikiliza. Nilikuwa namwambia mara kadhaa ninapofungisha ndoa kwamba mwanamke ameambiwa yeye ni nani? Ni msaidizi. Na ndivyo Mungu anapomwambia Adamu, nitakufanyia msaidizi. Tuko pamoja? Sasa sikiliza nikwambie. Msaidizi maana yake amewekwa kukusaidia au kufanya mambo usiyoyaweza. Tafsiri yake wengi msaidizi wanaona kama ni mtu wa nyongeza, ni mtu baki au ni kitu baki. Halo? Tuko pamoja? Mfano mzuri. Msaidizi, labda mtu ametumbukia shimoni. Ametumbukia wapi? Ametumbukia shimoni. Alafu sasa yule mtu amefanya kila maarifa, anashindwa kujitoa kwenye shimo mle ndani. Anamhitaji nani wa kumtoa shimoni? Msaidizi. Wakati yeye amefanyaje? Ameshindwa. Maana angeweza, singemhitaji nani? Msaidizi. Kwa unanielewa hapo kwamba maana tafsiri fupi ya msaidizi, maana yake msaidizi amewekwa kukusaidia yale usio. Tuko pamoja? Kama rafiki yangu Mwekeke, unaweza kubeba mimba. Hiyo ni kazi ya msaidizi. Unaelewa hapo? Unaona uzito wa msaidizi? Unanisikia sasa? Halo?